LRBM, makombora hatari zaidi ya Iran yanayoitishia Israeli. Kufuatia mashambulizi ya Israeli dhidi ya maeneo yake ya nyuklia na viongozi wa kijeshi, Iran imerusha mamia ya makombora ya ballistic kuelekea Israeli, huku baadhi yakigonga maeneo lengwa ardhini. Ingawa Israeli iliyatambua na kuyazuia mengi ya makombora hayo, kadhaa yalivuka mifumo yake ya ulinzi na kusababisha uharibifu mkubwa na majeruhi, ikiwemo Tel Avivu ya kati na maeneo mengine. Ukubwa halisi wa silaha za makombora haya ya balistiki za Irani haujulikani wazi, lakini kwa ujumla inachukuliwa kuwa moja ya silaha kubwa na za kisasa zaidi katika ukanda huo. Makombora haya yanatofautiana kwa masafa mafupi SRBM, ya kati MRBM na IRBM, na yale ya masafa marefu LRBM ambayo yanaweza kusafiri maelfu ya kilomita. Katika mgogoro unaoendelea kati ya Israeli na Irani, makombora haya, hasa yale ya masafa marefu, yamekuwa sehemu muhimu ya nguvu ya Irani. Jinsi makombora ya balistiki yanavyofanya kazi. Irani imetangaza aina mbalimbali za makombora ya balistiki katika miongo mitatu iliyopita, ikiwa na mojawapo ya silaha kubwa na za kisasa zaidi katika kanda. Makombora ya balistiki hasa ya masafa marefu LRBM ni silaha za masafa marefu zilizobuniwa kutoa kichwa cha kawaida au vichwa vya nyuklia kwa kufuata mzingo wa balistiki. Kurushwa kwa makombora haya hufanywa kwa kutumia injini zenye nguvu za roketi ambazo huyasukuma juu kuelekea juu angani, yakisafiri kwa kasi kubwa sana. Mchakato huu wa kurusha hugawanya kati ya hatua kadhaa. Kwanza, injini huwaka na kutoa msukumo mkubwa wa kwanza, kisha baadhi ya roketi huweza kujitenga, stage separation, ili kupunguza uzito na kuongeza kasi. Ni muhimu kutambua kwamba tofauti na ndege, makombora ya balistiki hayategemei hewa kwa ajili ya msukumo wao. Yanabeba mafuta na vifaa wezeshi vinavyoruhusu kusafiri hata nje ya angahewa. Mara tu injini zao zinapozimwa na mafuta kuisha, kombora hufuata njia iliyopangwa kabla, likielekea juu na baadaye kurudi chini kwa kasi kuelekea ilipoelekezwa kugonga shabaha yake. Fizikia inayoongoza mwendo wa makombora ya balistiki inafanana na ile inayoongoza utupaji wa mkuki, ambapo kombora hupata msukumo wake wa awali tu kutoka kwa nguvu za kurushwa na kisha kuendelea kusafiri chini ya ushawishi wa mvutano gravity, kasi yake momentum, na msuguano wa hewa air resistance. Kasi, umbali na muda wa kusafiri. Kiwango cha umbali. Makombora ya balistiki yanaweza kusafiri umbali mbalimbali kuanzia mamia machache ya kilomita hadi zaidi ya kilomita 10,000. Kuvuka mabara. Aina muhimu ni makombora ya balistiki ya masafa marefu ambayo yanaweza kusafiri kati ya kilomita 3,500 hadi 5,500 au maili 2,175 hadi maili 3,418, na hivyo kuwa tishio kubwa kwa maeneo lengwa yaliyoko mbali. Kasi. Makombora haya husafiri kwa kasi kubwa sana, hivyo kuyawezesha kusafiri maelfu ya kilomita ndani ya dakika chache tu. Kasi yao hupimwa kwa kipimo kinachoitwa Mach, kinacholingana na kasi ya sauti. Mach 1 ni takriban kilomita 1225 kwa saa. Baadhi ya makombora ya masafa mafupi hufikia kasi ya juu ya sauti zaidi ya Mach 1, huku yale ya masafa marefu ikiwemo LRBM yanaweza kusafiri kwa kasi ya hypersonic, yani zaidi ya Mach 5, kilomita 6,125 kwa saa. Muda wa kusafiri. Umbali kati ya Irani na Israeli takriban kilomita 1,300 hadi 1,500, maili 800 mpaka 930. Makombora ya balistiki kutoka Irani yanayosafiri kwa spidi ya Mach 5 yanaweza kufika Israeli kwa takriban dakika 12, ingawa muda kamili unategemea aina ya kombora na eneo la kurushia. Kwa nini makombora ya balistiki ni magumu kuzuiwa?
Kinachofanya makombora ya balistiki kuwa hatari sana ni mchanganyiko wa masafa yao marefu, kasi yao kubwa na ugumu wa kuyazuia. Njia yao ya kuruka juu ya kasi huipa mifumo ya ulinzi muda mfupi sana wa kuyakabili, na yanaporejea kutoka angani yanashuka haraka hata zaidi, jambo linalofanya uzuiaji kuwa mgumu. Kasi yao ya ajabu, hasa katika awamu ya mwisho inaporudi kutoka angani, inamaanisha kuna muda mfupi sana kwa mifumo ya rada kugundua, kufuatilia na kurusha kombora la kuyazuia. Zaidi ya hayo, baadhi ya makombora ya kisasa hutumia mbinu za kupunguza kuonekana na kugundulika, stealth technology, vifaa vya kudanganya, decoys, na hatua zingine za kukabiliana, counter measures, ili kuficha ishara zao za rada na kudanganya mifumo ya ulinzi ya makombora, na hivyo kuyafanya kuwa magumu zaidi kuzuiwa kwa ufanisi. Tofauti na makombora aina kama cruise ambayo huruka kwenye anga ya chini na polepole, na hivyo kuruhusu kuzuiwa, makombora ya balistiki husafiri kwa kasi kubwa sana na kwa mzingo unaotabirika. Lakini kasi hiyo ndiyo inayofanya kuwa magumu kuyazuia. Ingawa makombora ya cruise yanaweza kuchukua takriban masaa 2 kufika Israeli kutoka Irani, na drones hadi masaa 9, makombora ya balistiki ni ya haraka zaidi na hatari zaidi kutokana na kasi na njia yao ya kurukia, na ndiyo yamekuwa nguzo muhimu ya Irani katika vita vyake vya sasa kati yake na Israeli. Baada ya kujua makombora haya, sasa tuangalie Israeli na mpango mpya wa kuipindua serikali ya Irani. Israeli inaamini kuwa kuna tishio kubwa kutoka kwa nguvu za nyuklia za Irani. Inasema lengo kuu la mashambulizi iliyofanya Ijumaa ilikuwa ni kuharibu tishio hilo. Lakini waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ana lengo kubwa zaidi, kusababisha mabadiliko ya serikali nchini Irani. Netanyahu anaweza kuamini kwamba kwa kufanya mashambulizi makubwa kuliko hapo awali, anaweza kusababisha mlolongo wa athari zitakazopelekea ghasia ambazo hatimaye zitasababisha kuanguka kwa Jamhuri ya Kiislamu. Ijumaa jioni alisema, ni wakati wa Wairani kuungana chini ya bendera yenu na urithi wake wa kihistoria kwa kusimama kwa ajili ya ukombozi kutoka kwa utawala mbaya na wa ukandamizaji. Wairani wengi wamechukizwa na hali ya kiuchumi ya nchi hiyo, ukosefu wa uhuru wa kujieleza na ukiukwaji wa haki za wanawake na wachache. Mashambulizi ya Israeli yanaonekana kuwa tishio kubwa kwa uongozi wa Irani. Katika mashambulizi haya, kamanda wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Irani IRGC, mkuu wa majeshi na viongozi kadhaa wa ngazi za juu wa IRGC waliuawa na mashambulizi ya Israeli bado hayajaisha. Ijumaa alasiri, Irani ilijibu kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Maeneo kadhaa, vituo vya kijeshi na vituo vya anga vilishambuliwa, IRGC ilisema. Hali ilizidi kuwa mbaya zaidi, na baada ya mashambulizi ya makombora ya kulipiza kisasi ya Irani, Netanyahu alisema mashambulizi zaidi yanakuja. Viongozi wengine wa Irani wanaweza kulengwa. Israeli inaweza kuhesabu kwamba mashambulizi haya na mauaji yatasababisha machafuko ndani ya serikali na kupelekea uasi wa wananchi. Angalau Netanyahu anatumaini hivyo, lakini huu ni mchezo mkubwa wa kubahatisha. Kwanza, hakuna ushahidi wowote hadi sasa kwamba mlolongo wa athari kama wanavyotarajia utatokea. Hata kama utaanza, haijulikani wazi ni wapi mchakato huo utaishia. Nguvu kubwa nchini Irani iko mikononi mwa wale wanaodhibiti jeshi na uchumi. Sehemu kubwa ya udhibiti huo iko mikononi mwa watu wenye misimamo mikali ndani ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Irani IRGC na baadhi ya taasisi zisizochaguliwa na wananchi. Kwa kuwa tayari wako madarakani, hawana sababu ya kupindua serikali, lakini kuna uwezekano mkubwa watapeleka Irani kwenye njia ya migogoro zaidi. Kwa upande mwingine, kuna uwezekano kwamba serikali itaanguka na kisha Irani itatumbukia katika machafuko. Matukio yanayotokea katika nchi hiyo yenye idadi ya watu takriban milioni 90 yataathiri sana Mashariki ya Kati nzima. Israeli inaweza kutamani kuona uasi ukitokea Irani na hatimaye washirika wa Israeli wakichukua madaraka nchini humo. Lakini swali muhimu ni nani atakuwa mbadala?
Katika miaka ya hivi karibuni, vikosi vya upinzani vya Irani vimegawanyika, kwa hiyo kwa sasa hakuna mbadala wazi. Mwaka 2022, baada ya harakati ya mwanamke maisha uhuru, Women Life Freedom, iliyotingisha sehemu kubwa ya Irani, baadhi ya vyama vya upinzani vilijaribu kuunda muungano wa makundi na wanaharakati mbalimbali wanaopinga Jamhuri ya Kiislamu. Muungano huo haukudumu kwa muda mrefu kutokana na kutofautiana kwa maoni juu ya nani anapaswa kuongoza baada ya kupinduliwa kwa serikali na ni aina gani ya serikali mpya inapaswa kuwa. Viongozi wa Israeli wanaweza kuona baadhi ya makundi haya au watu binafsi kama chaguo mbadala wanazozipendelea. Kwa mfano, Reza Pahlavi, mwana wa Shah wa zamani aliyepinduliwa mwaka 1979 na mapinduzi ya Kiislamu, ambaye alikuwa mkuu wa zamani wa taji wa Irani, anaishi nje ya nchi na anafanya jitihada kubwa kutafuta uungwaji mkono wa kigeni kwa malengo yake. Alisafiri kwenda Israeli katika miaka ya hivi karibuni. Ingawa ana umaarufu fulani miongoni mwa baadhi ya Wairani, haijulikani wazi kama hii itamfanya kuwa nguvu ya mabadiliko ya serikali haraka. Kuna pia kundi la upinzani la Mujahidini ambalo linafanya kazi nje ya nchi. Kundi hili linataka kuondoa Jamhuri ya Kiislamu, lakini linapinga kurudi kwa utawala wa kifalme. Kundi hilo lililoanzishwa kama kundi la Kiislamu la mrengo wa kushoto lilimpinga vikali Shah hapo awali. Baada ya mapinduzi ya Mujahidini walikwenda Iraki katika miaka ya mapema ya 1980, walijiunga na Saddam Hussein katika vita vyake dhidi ya Irani. Hii ilipunguza ushawishi wao miongoni mwa Wairani wengi. Mujahidini bado inafanya kazi kikamilifu, wana marafiki nchini Marekani na baadhi yao wako karibu na timu ya Donald Trump. Hata hivyo, tofauti na ilivyokuwa wakati wa muhula wa kwanza wa Trump, inaonekana kwamba kundi hili la upinzani halina ushawishi mkubwa katika ikulu ya White House. Wakati huo, viongozi wakuu wa Marekani kama vile Mike Pompeo, John Bolton na Rudy Giuliani walihudhuria mikutano ya Mujahidini na kutoa hotuba za kuunga mkono. Kuna nguvu zingine za kisiasa pia, kuanzia wale wanaotaka kuunda demokrasia ya kidunia hadi wale wanaotaka ufalme katika mfumo wa bunge. Bado ni mapema sana kutabiri matokeo kamili ya mashambulizi ya Ijumaa, lakini wakati wa mapigano kati ya Irani na Israeli mwaka jana, hapakuwa na dalili zozote thabiti kwamba Wairani waliona hali hiyo kama fursa ya kuipindua serikali yao. Hata hivyo, matukio ya wakati huo hayakufanana na uharibifu wa shambulio la Ijumaa alilolianzisha Myahudi. Ni nini lengo la mwisho la Irani? Sasa tunapaswa kujiuliza, ni nini lengo la mwisho la Irani? Licha ya kulenga malengo kadhaa nchini Israeli, Irani haionekani kuwa na njia nyingi nzuri. Baadhi wanaweza kuona kuendelea kujihusisha na mazungumzo na Marekani na kupunguza mvutano kama njia salama zaidi kwa Irani. Lakini kurudi kwenye mazungumzo kama ilivyodaiwa na Trump itakuwa chaguo gumu kwa viongozi wa Irani. Kufanya hivyo kunaweza kumaanisha wamekubali kushindwa. Njia nyingine ni kuendelea na mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Israeli. Hii inaonekana kuwa njia wanayoipendelea zaidi. Hivi ndivyo viongozi wa Irani walivyowaahidi wafuasi wao, lakini mashambulizi yakiendelea yatapelekea mashambulizi zaidi kutoka Israeli. Katika siku za nyuma, Irani imetishia kulenga vituo vya Marekani, balozi na maeneo katika ukanda. Lakini hii si rahisi kufanikiwa. Kushambulia Marekani kunaweza kusababisha Marekani kujiingiza moja kwa moja kwenye mzozo huu, jambo ambalo Irani halipendi sana. Njia hizi si rahisi kwa pande zote mbili na matokeo yake ni magumu kutabiri. Kwa sasa hali bado haijabainika. Tunapaswa kusubiri na kuona athari halisi za matukio haya zitakapoanza kuonekana. Yaani, kuna watu wamenyimwa upeo wa kuona na kudadisi mambo yanavyoenda duniani. Wapo tu kimkumbo wa kishabiki, kila mmoja akitazama vita vya Irani na Israeli kwa mtazamo wa kidini.